Naam, shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za michezo na burudani, ambapo serikali imewataka wachezaji wa timu ya taifa ya judo kupambana kwa nguvu zote katika michezo ya Jumuiya ya Madola ili kuiletea Tanzania medali, ikisisitiza kuwa taifa lina matarajio makubwa kwao. Tupate taarifa kamili. Hayo yameelezwa na afisa wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Oscar Zablon wakati alipotembelea timu ya taifa ya judo kambini jijini Dar es Salaam inayojiandaa kushiriki mashindano ya Jumuiya ya Madola, huku viongozi, makocha na wachezaji wakieleza imani yao ya kuleta medali za mchezo huo nchini. Nawapongeza sana kwa mazoezi hayo. Serikali imechukua jukumu kubwa la kuhakikisha timu yetu inafanya vizuri, na niwaeleze kwamba Watanzania wote wanaoangalieni nyinyi. Ushindi mtakaoshinda mtakapokwenda kwenye mashindano ni ushindi wa Watanzania wote. Shukuru sana pia hata uongozi wa Baraza la Michezo umepata nafasi ya kuja kuitembelea kambi hapa kikosi maalum cha magereza, na kama wenyewe wamejionea, wachezaji wamejiandaa, wako vizuri, wana nguvu, wana afya, wana moyo wa kuweza kushindana, lakini pia wameweka commitment katika mioyo yao kwamba lazima tuweze kufanya vizuri katika mashindano ya Jumuiya ya Madola. Technically wachezaji wapo vizuri sana na wana hali ya kushindana. Mbali na wote wana uzoefu pia, sio wageni wa mashindano. Nashukuru Wizara ya Michezo kwa kupitia BMT kwa kutusapoti, kwa kutugharamia malazi, chakula, posho. Na imani tukienda kwenye mashindano, na imani tutarudi na medali. Timu ya Gatuli FC ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza imetoa ubingwa wa michuano ya Bulala Cup 2026 baada ya kuitandika mabao 6-5 Hungumwalwa FC kupitia mikwaju ya penalty. Henry Kavirondo anaripoti. Ndani ya kipindi cha kwanza cha mtanange huo, Hungumwalwa FC waliongoza kwa bao moja hadi timu hizo zikielekea kwenye mapumziko, lakini kipindi cha pili kilipowadia, Gatuli FC wakasawazisha bao hilo. Baada ya bao hilo kudumu hadi dakika 90 za mchezo, mwamuzi akatenga muda wa mikwaju ya penati ambapo ilikuwa ni piga na kupige, lakini tamati Gatuli FC ikaandika ushindi wa bao 6-5. Na dakika za mwishoni wenzetu walijichanganya tena, na sisi waliweza kutupatia nafasi ya mwisho tukaweza kusawazisha goli. Na hatua hii mpaka tumeweza kufikia hatua kwenda kucheza penati, na wenzetu wamekosa penati moja na sisi tumeweza kufunga penati 5. Kiukweli sio kwamba tulikitarajia kitu kama hiki. Sisi tulikuja kwa nia ya kushinda, lakini ndio hivyo, tunaweza kusema ni bahati kwao. Tumefanya madhambi tukashindwa kuzuia, mwisho wa siku wakachomoa goli kwa kujifunga. Mashindano haya ni kuweza kuwainua vijana katika keria ya mpira, na pia kuwapa platform ambayo inaweza ikawasaidia kwenye kuinua kipato chao. Katika michuano ya Bulala Cup, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kwimba Sabana Salinja amewataka vijana kuwa wazalendo ndani ya taifa lao ili kudumisha amani, umoja na mshikamano. Kwa uchezaji wenu, mmecheza kwa amani, sikuona hata ugomvi wowote kwenye kucheza. Kwa hiyo uchezaji wenu siku zote muendelee hivi, maana vijana ndio ambao mnaoleta amani katika nchi hii. Kwa hiyo vijana wenzangu, endeleeni kudumisha amani katika wilaya yenu ya Kwimba, lakini endeleeni kudumisha amani katika nchi yenu ya Tanzania, maana nyinyi ndio kioo. Lakini mashindano haya yanaongeza chachu na kuondoa uhalifu kwa vijana, wanajikita kuwa bize. Kwa wanapokuwa bize wanaondokana na masuala ya kihalifu. Kwa hiyo wanapokuwa katika swala la michezo, mashindano haya yanawasaidia sana, lakini vile vile mashindano haya yanaweza kuibua vipaji vya wanamichezo. Timu 30 zimeshiriki michuano hiyo, ambapo bingwa Gatuli FC amejinyakulia kitita cha fedha taslim shilingi milioni 1 iliyotolewa na mbunge wa jimbo la Kwimba Cosmas Bulala. Mimi ni Henry Kavirondo, michezo na burudani, Channel 10 Mwanza.
Zaidi ya watu 300 kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini wameshiriki mbio za Mount Hanang Adventure Race kwenye hifadhi ya msitu wa Mlima Hanang wilayani Hanang mkoani Manyara, ambapo mbio hizo zina lengo la kuhamasisha utalii wa ndani kwenye mlima huo, ikijumuisha mbio za vikwazo, mbio za kilomita 15 na kilomita 5. Mhifadhi wa Mlima Hanang Abubakari Mpapa amezungumzia mbio hizo. Unaweza ukakimbia, lakini unaweza kukimbia mbio za vikwazo, lakini huko utalii mwingine ambao tumeufanya wa kufanya camping. Kwa hiyo ni katika mazao tofauti tofauti ambayo unaweza kuyafanya katika hifadhi yetu mazingira asilia ya Mlima Hanang. Kwa hiyo kulingana na utayari huo, tukasema basi tuitambulishe na hiyo jamii ione kwamba ni katika vitu ambavyo vinaweza vikafanyika katika hifadhi yetu mazingira asilia ya Mlima Hanang. Mwaka jana tulikufanya kategori ya kilomita 7 na kilomita 15, lakini mwaka huu tumefanya kategori ile ya obstacle race, ambao ni mchezo ule ambao tumezoea tukiona kwenye majeshi na sehemu mbalimbali. Tunawakaribisha. Hanang ni chimbo. Hanang tupo na talent nyingi. Ukizingatia Hanang ndiko kwenye waasisi wa hizi mbio zetu za nyika. Hiyo ni vikwazo, lakini vikwazo hivyo viliandaliwa, yani washiriki tulipata nafasi ya kushiriki ile michezo katika mazingira mazuri. Na michuano ya soka ya Mwechi Mpya Cup iliyodumu kwa miezi mitatu wilayani Ludewa mkoani Njombe imeelezwa kuwa imefanikiwa kuibua vipaji vya vijana na kuongeza ushindani wa mchezo huo, huku waandaaji wakiahidi kuipanua zaidi katika msimu ujao. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Baada ya fainali hiyo, mwandaji wa michuano hiyo ambaye pia ni diwani wa kata ya Lubonde Edgar Mtitu amesema, vipaji nimeviona na kuna kitu nimegundua kwamba hapa zinahitajika jitihada zaidi, kwa sababu ndio maana unakuta wananiuliza, mheshimiwa, mashindano yanaisha sasa, je, unatuachaje achaje? Maana yake kuna jambo wanalitaka. Kwa hiyo nimeviona vipaji, na mimi umeona kuna timu inayosaka vipaji iko hapa, na naamini kupitia mashindano haya tutapata vipaji vya kutosha. Matarajio yangu, nataka kwa msimu ujao, kama itakuwa vizuri, kwa msimu ujao tutayafanya kitarafa. Tutafanya kwenye tarafa ya Mlangali na kule tarafa Mlangali Mawengi na kule Liganga. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Ludewa Olvanus Thomas amekuwa na haya ya kusema. Mheshimiwa mbunge aliweza kutoa mipira, Mheshimiwa Pindichana naye pia amechangia, mkurugenzi amechangia, lakini pia umesema Dr. Filikunjombe amechangia na wengi. Kimsingi mashindano haya yamekuja kwa muda mwafaka na imekuwa ni fursa kwetu wanarudewa. Kutoka wilayani Ludewa mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Naam, shukrani sana Michael Patrick, na sasa tukaangaze ratiba michuano ya kombe la dunia. Mashindano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 yanaingia katika hatua ya nusu fainali leo, huku mataifa mawili makubwa ya soka, Ufaransa pamoja na Hispania, yakitarajiwa kushuka dimbani kuwania tiketi ya kucheza hatua ya fainali. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa katika dimba la Dallas nchini Marekani kuanzia majira saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ukizikutanisha timu mbili ambazo zimeonyesha kiwango bora katika mashindano haya. Le Bleu inalenga kufuzu fainali kwa mara ya 3 mfululizo, huku La Roja ikisaka kurejea kileleni mwa soka la dunia kwa mara ya kwanza tangu ilipotoa ubingwa mwaka 2010 nchini Afrika Kusini. Mshindi wa mchezo huu atatinga moja kwa moja katika hatua ya fainali ya kombe la dunia na kumsubiri mshindi wa nusu fainali ya pili kesho kati ya timu ya taifa ya Uingereza wanaofika nusu fainali ya 3 tangu mwaka 1990 dhidi ya mabingwa mara 3 wa dunia Argentina, huku timu itakayopoteza ikielekeza nguvu zake katika mchezo wa kuania nafasi ya 3. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Naam, shukrani sana Ken Malila kwa taarifa hiyo, na ndivyo ambavyo ninahitimisha habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Nikutakia usiku mwema. Tafadhali usitoke karibu na runinga yako. Hebu sogea karibu sasa tupate utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.
Kwa usiku wa leo, mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya ukavu na yenye hali ya ubaridi wa wastani, huku kiwango cha chini zaidi cha joto kwa usiku wa leo kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe, kufuatiwa na nyuzi joto 9 katika mkoa wa Mbeya. Kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatuonyesha upepo kwa ujumla unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi. Hali kadhalika, kwa siku ya kesho kukitarajiwa kuna hali ya mawingu kiasi na pamoja na vipindi virefu vya jua katika maeneo mengi ya nchi. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na tunakutakia wakati mwema.